Aprili 9, 2025, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu alikamatwa mjini Mbinga mkoani Ruvuma mara baada ya kuhutubia mkutano wa kisiasa uliokuwa ukiweka mkazo zaidi na umuhimu wa mageuzi ya mfumo wa uchaguzi chini ya kauli mbiu ya no reform no election. Baadaye alifikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa makosa ya uchochezi pamoja na uhaini. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, kosa la uhaini halina dhamana, jambo lililosababisha Lissu kuendelea kushikiliwa mahabusu tangu alipokamatwa. Serikali imeeleza kuwa mashtaka haya yanahusu matamshi yanayodaiwa kuhatarisha usalama wa taifa, wakati Lissu na mawakili wake wamekuwa wakiweka mkazo kwa kesi hiyo na mwelekeo wa kisiasa na inalenga kukandamiza upinzani. Kuanzia mwishoni mwa mwaka 2025 hadi mwaka 2026, kesi imeahirishwa mara kadhaa kutokana na hoja mbalimbali za kisheria, zikiwemo mabishano kuhusu ushahidi mpya uliotolewa na upande wa mashtaka, matumizi ya mashahidi wanaolindwa pamoja na rufaa na maombi yaliyowasilishwa katika mahakama ya rufani. Hali hiyo imeifanya kesi hiyo kuchukua muda mrefu bila kufikia hatua ya hukumu. Kesi ya Lissu imekuwa moja ya masuala makubwa zaidi ya kisiasa nchini Tanzania katika kipindi cha kuelekea na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Wafuasi wa Chadema na baadhi ya mashirika ya kiraia yamekuwa kidai kuwa mazingira ya kisiasa yamezidi kuwa magumu kwa vyama vya upinzani, wakitaja kukamatwa kwa viongozi, vikwazo vya mikutano ya kisiasa na mashauri ya jinai dhidi ya baadhi ya wanasiasa wa upinzani. Serikali ya Tanzania kwa upande wake imeendelea kuweka mkazo kwa taasisi za kisheria na mahakama zinafanya kazi kwa mujibu wa katiba na sheria bila kuingilia kisiasa.